Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti hii iliyoko mezani kwetu. Kabla sijasema lolote, kwa kuwa leo ni sehemu ya mwisho wa mchango wangu kwa awamu hii, naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mungu ambaye amenipa kibali cha kuwatumikia wananchi wenzangu wa jimbo la Hai. Lakini nimshukuru sana Mungu kwa afya na uzima na kutuwezesha haya yote kuweza kufanyika. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, umefanya kazi kubwa, mapinduzi makubwa tumeyaona kwa kipindi ambacho wewe umekuwa hapa. Nikupongeze pia Profesa Kitila Mkumbo kwa kazi nzuri. Tunaona namna ambavyo unapambana kuweka mipango ya serikali, na nakupongeza, umehakikisha kwamba mipango hii ya serikali sasa iwe inaletwa bungeni. Hongera sana. Naomba niwapongeze wananchi wa jimbo la Hai na kuwashukuru kwa imani kubwa ambayo wamenipa kunifanya niwe mbunge wao. Nawashukuru sana sana wananchi wote, lakini pia ninaishukuru familia yangu kwa namna ambavyo wamenivumilia miaka hii mitano. Lakini nashukuru viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti wetu Mzee Maganda mpaka ngazi ya mabalozi. Nashukuru waheshimiwa madiwani ambao tumeshirikiana nao wakiongozwa na mwenyekiti wetu halmashauri kaka yangu Edmund Lutaraka. Ninawashukuru watendaji wote wa serikali kwa namna ambavyo wametuwezesha kufanya kazi yetu, walimu, askari na watendaji wote wa serikali, lakini wakuu wa taasisi, ndugu yangu Kuya injinia wa TARURA, lakini pia ndugu yangu Mwampashe injinia wa RUWASA, injinia wa TANESCO, ndugu yangu Baji, pamoja na watendaji wote wa serikali wakisimamiwa na mkuu wa wilaya, bila kuwasahau viongozi wa dini wote, baba yangu Dr. Fred Kisho, lakini na shehe wa mkoa wa Kilimanjaro. Ndugu zangu, leo mimi sina maneno mengi ya kushauri. Tumeshashauri miaka yote mitano hiyo, nadhani iko kwenye kumbukumbu za serikali. Leo ninampongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mambo aliyowafanyia nchi hii ni mambo makubwa sana, anastahili heshima kubwa sana. Na lazima tukubali sisi wa Tanzania tunadaiwa na Mheshimiwa Rais. Mimi nataka niwaulize leo, Mheshimiwa Rais alipoingia alisema kazi iendelee. Na kweli tumeona kazi imeendelea. Hii miradi mikubwa yote aliyotekeleza, bado alikuwa na utashi wa kuweza kusema mimi nianzishe miradi mingine. Hatukuwa na sehemu anafungiwa kwamba lazima ahakikishe bwawa la Mwalimu Nyerere limalizike, lakini amehakikisha limekamilika. Hakukuwa na mahali anafungwa kwamba daraja la Busisi lazima aliendeleze. Angeweza kwenda kuanzisha daraja lingine, lakini akasema hii miradi mikubwa yote itekelezwe. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya. Pale katika jimbo la Hai, sisi nadhani amenipendelea zaidi. Shule mpya zilizojengwa ndani ya jimbo la Hai, ziko shule 10 mpya tangu tumeingia na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ametuletea bilioni 37. Tumejenga chuo cha Kikuletwa na waziri wa elimu ameenda kuweka jiwe la msingi pale. Tunajenga VETA. Tumefanya ukarabati wa shule kubwa, shule ya Machamegezi, shule ya Liamungo, shule ya Rambe, shule ya Haidei, na hizi zote zimepelekewa zaidi ya bilioni 1. Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa kwenye sekta ya afya. Wakati tunaingia hospitali yetu ya wilaya ilikuwa ni magofu. Pale ametuletea bilioni 1.3. Tumejenga jengo la mama na mtoto, pharmacy, walkway, ICU ya kisasa na vifaa tiba viko pale. Tumejenga zahanati, vituo vya afya vipya 8. Nani kama Mama Samia? Sisi tunakubali ni wadeni wazuri wa Dr. Samia, na Oktoba tunaenda kumlipa. Ukienda maji, wakati tunaingia pale Boma Ng'ombe kulikuwa hakuna maji. Nikazungumza hapa bungeni, Mheshimiwa Rais akatupa bilioni 3.9. Mradi umekamilika, watu wa Hai wanapata maji ya kunywa. Skimu za umwagiliaji, sasa hivi tuna bilioni 19 kule Mtambo. Tuna bilioni 9 hapo hapo Mtambo. Lakini tuna skimu nyingine Metromu, Makeresho, Bolutu wanafanya feasibility study pamoja na mifereji yake. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa. Nimelia hapa na ushirika. Mheshimiwa Rais ametusikia. Unaona sasa ushirika umeimarika katika jimbo letu la Hai. Amefanya shughuli nyingi, kwa kweli sisi tunaenda kumlipa Oktoba. Na niseme tu, nimefanya mikutano kata zote hivi karibuni kwenda kuwashukuru wananchi wa jimbo la Hai. Kata zote 17 wamenituma kwa hakika kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alichotutendea. Nini mnafahamu jimbo la Hai tulikuwa tumesimama miaka 15, hatukuwa na mtu anazungumza huku bungeni. Na ndio maana nimetumia muda mwingi kuuliza maswali mengi, kuchangia mara nyingi ili kureplace ile miaka 15 ambayo hatukuwa na mwakilishi humu ndani. Leo matokeo ya Chama cha Mapinduzi kuongoza miaka 5 ndani ya jimbo la Hai, kila mmoja anaona. Barabara zimejengwa pale Boma Ng'ombe, barabara za lami na taa juu.
Barabara ya Makoa Mferejini kilomita 15. Sasa hivi kuanzia Makoa mpaka pale kwa Mengi imewekwa lami na taa juu. Na bado tumeongeza kutokana na changamoto ya mkandarasi yule. Tumeongeza mkandarasi mwingine. Hiyo barabara ina wakandarasi watatu. Barabara ya kimkakati Boma Ng'ombe Chekimaji TPC, mkandarasi yuko site. Mheshimiwa Rais ametuheshimisha, amefanya kazi kubwa, sisi ni wadeni wake. Lakini yapo mambo makubwa ambayo kwa hali ya kawaida hatukutegemea kwamba angeweza kufanikiwa. Leo soko la Kasadala limeshatangazwa bilioni 11.6. Soko la Mula tayari milioni 700. Mkandarasi ameshapatikana, muda si mrefu anaanza kazi. Ametuheshimisha. Kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools kilikuwa kimelala zaidi ya miaka 30. Leo kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools kinafanya kazi, na waziri wa mipango ulinikubalia hapo ukasema mmeweka kwenye mpango. Kile kiwanda tukapomaliza swala la makaa ya Liganga na chuma ya Liganga kule, mtumie kiwanda hiki cha Kilimanjaro Machine Tools kuzalisha chuma pale, watu wetu waweze kupata fedha. Ninakushukuru kwamba uliliweka kwenye mpango. Sasa niseme tu, kwenye bajeti yenu na hotuba zenu ninawapongeza sana. Moja, namna ambavyo mmeweka mamlaka ya kusimamia wale wafanyabiashara wanaotoka nje ya nchi kwa waziri wetu. Na ninaamini Mheshimiwa Waziri, sasa utaenda kutembelea Kariakoo baada ya kupitisha bajeti yako kwa kishindo hapa, kuangalia wale wafanyabiashara wa Kitanzania tuwalinde. Ni kweli tunaheshimu diplomasia, ni kweli hatuwezi kuwa kisiwa, lakini kazi zile zinapaswa kufanywa na wageni ziwe ni zile kazi kubwa. Lakini hizi kazi ndogo ndogo ambazo ni za Watanzania lazima tuwalinde. Kile kinachoendelea Kariakoo na maeneo mengine pale hakikubaliki, kinaturudisha nyuma uchumi wetu. Lakini nawapongeza kwa kupokea mawazo ya bunge na kuliweka kwenye utaratibu wa kawaida. Lakini iko jambo lingine, ni kuombe sana, kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi mmeweka kwamba tutajenga magorofa ya kisasa pale eneo lile la Kia baada ya mgogoro ule kukamilika. Niwaombe sana hili, kwa kweli Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, sukuma jambo hili. Uchumi wa jimbo la Hai sasa hivi tunatakiwa tuubadilishe, kwa sababu ardhi yetu imekwisha, tutafute vitu vingine. Ndio maana nimesema hata kule kwenye ushirika, yale mashamba ya ushirika sehemu yake tuyatumie kujenga mahoteli ya kitalii, na jimbo la Hai tukilitumia kwenye utalii linaweza kutusaidia sana. Ni pamoja na kujenga machinjio ya kisasa pale Kia. Lakini niwashukuru kwamba Profesa Mbarawa ameniahidi kwamba atatupa maeneo ya kulima kwenye eneo lile la uwanja wa ndege. Bila shaka ni kengele ya kwanza hiyo. Ninakushukuru sana kwa namna ambavyo kwa kweli mmefanya mambo makubwa kwenye wizara hii. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa ninaomba kushukuru pia kwamba serikali imetazama, na mimi ni miongoni mwa watu ambao nimesema sana mara kadhaa, wazee wetu wastaafu wa serikali mmeongeza kima cha chini mpaka 149.5 ya pensheni yao. Asanteni sana. Lakini katazameni maprofesa wa vyuo vikuu. Je, kwenye hili ongezeko wale maprofesa waliokuwa kwenye mfumo wa tofauti ya mafao yao, waliokuwa wanafundisha chuo kikuu, ambao kwa sasa hivi mafao yao ni madogo sana, je, na hii formula inawahusu? Pamoja na hilo, niombe ombi la mwisho, mtusaidie wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji, wanafanya kazi kubwa sana. Najua wage bill inatengenezwa kulingana na pato la taifa, lakini elekezeni sasa halmashauri zihakikishe zinalipa posho ya wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji kwa wakati, ili tuwamotivate, maana hawa ndio wanaofanya kazi kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, ninawashukuru sana wananchi wa jimbo la Hai. Niwaambie mimi bado ni kijana, nina nguvu, nina hali kubwa ya kuwatumikia. Oktoba kama ambavyo wameniahidi, nitarudi hapa kuendelea na haya ambayo tumeyapanga kuyafanya. Ninajua nimebakiza kiporo cha shule chakavu, nimebakiza kiporo cha baadhi ya maeneo ya kujenga barabara na maeneo mengine. Niko tayari kuwatumikia kama ilivyo kawaida yangu. Ninawashukuru sana na ninaomba Mama Samia tukamlipe deni letu. Naomba kuunga hoja mkono. Asante sana.